Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mradi wa maji Chimala ulianzishwa baada ya mradi wa maji Chimala ambao ulikuwepo zamani, ulijengwa mwaka 1980 kufanyiwa maboresho 2013 kuzidiwa. Baada ya kuzidiwa, mradi huu ndio ulipangwa kujengwa. Kwa mujibu wa mkataba wa ujenzi, mradi huu hadi kukamilika kwake unatarajiwa kugharimu jumla ya shilingi bilioni 4.5 bila kodi ya ongezeko la thamani. Mpaka sasa mkandarasi ameshalipwa jumla ya shilingi milioni 682.6 ambazo ni malipo ya awali. Hata hivyo, kazi zilizofanyika ni uchimbaji wa mitaro na kulaza bomba kilomita 11 na ujenzi wa tanki ambao umefikia takriban 75%. Mradi huu unakwenda kutatua changamoto ya maji ndani ya kata ya Chimala. Kwa niaba ya wananchi, tunaomba tufikishie salamu za shukrani kwa Mheshimiwa Rais. Alipita, wananchi wakasema kilio chao cha maji, na hatimaye Mheshimiwa Rais amekwenda kukitekeleza. Kwa hiyo tunasema tunashukuru sana, na tunashukuru sana jinsi ambavyo mkuu wetu wa wilaya naye amekuwa akifuatilia kwa karibu kuhakikisha mradi huu unakwenda kukamilika. Haja yetu wana Chimala ni kuona mradi unakamilika na tunakwenda kupata huduma. Umekuja hapa. Kwa kweli tulikuwa tunahangaika sana maji sisi akina mama. Tunawaya asubuhi sana mpaka nyuma kwa natuibia kuku kwa ajili ya kutafuta maji. Kwa kweli Mungu awabariki sana. Na kingine pia tulikuwa tunamuomba mama yetu Samia kwa ajili ya umeme. Atufikishie hapa, hatuna umeme. Yaani ukiangalia kata yote hii ya Sai hatuna hata nguzo moja ya umeme. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba mfikishie salamu yote ya shukrani kwa ajili ya maji, na pia tunaomba mkatuombee umeme kwa mama yetu Samia. Tunaridhika na utekelezaji wa miradi. Lakini hapa tunarudi ni mara ya pili. Mara ya kwanza mkandarasi alijicommit kwamba ikifika tarehe 30 Aprili mradi utakuwa umekamilika. Lakini leo kuna taarifa anasema mwezi wa 7 tarehe 30. Sisi tumuombe tu. Na bahati nzuri haya maeneo wanakaa watu, hawakai wanyama. Kwa huenda unapokuja wewe ndo kasi inaongezeka. Ukiondoka wewe wana delay. Lakini mshukuru sana mkuu wetu wa wilaya amekuwa akifuatilia. Kikubwa tu tunaingia kwenye kinyang'anyiro na mwezi wa 7 utabakia mwezi mmoja kwenda kwenye kampeni. Kwa sisi tunataka tuwaambie wananchi kile ambacho serikali kupitia mheshimiwa mbunge, kupitia mheshimiwa diwani, lakini na rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan, wananchi hao waone maji. Tulifika hapa tulikuta hakuna hata tenki la maji. Lakini leo hii tumeona hapa kuna tenki la maji. Maana yake ni kwamba kuna watu wametimiza wajibu wao. Sasa watu waliotimiza wajibu wao ni pamoja na meneja wa RUWASA wa mkoa pamoja na wa wilaya. Hakika tuwapigie makofi mengi sana kwa kufanya kazi nzuri. Na mkandarasi pia bila kumsahau, tulifika hapa tulikuta kwamba hakuna tenki, hakuna nini. Lakini tunaona sasa kuna mabadiliko makubwa, na kwa taarifa nilizonazo baada ya siku chache zijazo wanakwenda kufunika hapa. Patakuwa vizuri na maji yataanza kuingia kwenye tenki. Sasa niwaombe sana mkandarasi aliposema tarehe 31 mwezi wa 7, maana yake ni kwamba ni lazima mradi huu ukamilike. Hilo ndio swala la msingi. Hakuna mtu hapa anafika kwa ajili ya kumsumbua mkandarasi eti kwa sababu ya maslahi yake, hapana. Tunachotaka mkandarasi akamilishe mradi wa maji wa Chimala. Mheshimiwa Rais katoa bilioni 4 na milioni 500 kwa ajili ya mradi huu. Engineer Hans mbane sana mkandarasi. Na atuthibitishie hapa, nitampa nafasi, atuthibitishie tarehe 31 mwezi wa 7 atakuwa amekamilisha mradi huu ili wananchi wa Chimala wapate maji safi.